Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora cha kusogezea updates za teknolojia za mastaa mbalimbali ambavyo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa media kwa wakati. Just bana moja story ambazo nitakumekea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya Dota Taifa au the Marekani hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bwana kwa shusha matusi wale wote ambao wana mpango wa kutaka kumchangia msanii Nicole. Hii ni baada ya siku ya jana bwana kusomewa shtaka lake na kukutwa na kesi ya kuwatapeli mashabiki zaidi ya shilingi milioni 185 kwa kuanzisha vikundi vya WhatsApp ambavyo vililenga kuchezesha mchezo almaarufu kama upatu, na kuonekana kwamba kama vile Nicole bana mpango mkubwa wa kuandaa hayo magrupu ya kuchezesha michezo ilikuwa ni kuwatapeli mashabiki, kwa sababu yale ambayo waahidi wa mashabiki kupitia hiyo michezo ambayo ameiandaa ilikuwa ni tofauti. Kwa mujibu wa maelezo ya baadhi ya mashabiki, kabla Nicole hajakamatwa alisema ya kwamba Nicole bana amekuwa akichezesha michezo ambayo ilikuwa ikilenga ya kwamba kuicheza huo mchezo mwishoni, ipo michezo ambayo alikuwa akipata pesa kama kwamba unaweka pesa alafu mwishoni unapata pesa, alafu baadaye ilionekana kwamba kama vile Nicole aliwadhulumu hizo pesa, kwa kwamba walipokuwa wameweka alafu mwishoni walikuwa hawapati pesa yoyote ile ambayo waliahidiwa na huyu Nicole. Lakini ukiachana na hilo, ipo michezo ambayo ilikuwa inalenga ya kwamba unaweka pesa alafu mwishoni huo mchezo unashinda gari, kwa kwamba unapatiwa gari kupitia huu mchezo ambao umeucheza. Lakini iko michezo ambayo ilikuwa ukicheza unapata vyombo, kwa kwamba unawekeza pesa alafu baadaye unapewa vyombo vya ndani, kwa kwamba sijui makabati, TV, mafriji na mengi ambayo ameyazungumza wa mashabiki. Lakini yote haya ambayo yazungumza mashabiki hawa ambao wametapeliwa wamesema kwamba mwishoni wa hii michezo bana ilionekana kwamba hakuna chochote kile ambacho ulikuwa ukipata, na walipokuwa wakijaribu kumpigia simu Nicole alikuwa hapokei simu. Nicole akipokea simu anawajibu matusi, anawajibu lugha mbovu ambayo ilionekana kwamba kama vile ametapeliwa hizo pesa na madada Nicole, mpaka pale ambapo alipojiorganize sasa kwenda kumripoti polisi mwanadada Nicole. Kwa mujibu wa maelezo ya mashabiki ni kwamba Nicole bana alidiliki kutaka kutoroka Tanzania kuelekea Nigeria, na walimkamata airport. Kama ni jeshi la polisi lilimkamata Nicole airport na kumfikisha mahabusu. Sasa siku ya jana bana kesi yake ilisomwa na kukutwa na hatia ya kweli kuwatapeli watu hao zaidi ya shilingi milioni 185 kwa ajili ya kuanzisha michezo almaarufu kama upatu, na kuonekana kwamba alikuwa hana kibali kutoka benki kuu ya Tanzania, hapa nizungumzia BOT. Na kwa mujibu wa shtaka lake bana imeonekana kwamba Nicole amekutwa na hayo mashtaka. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ya mahakama ya kwamba kuna uwezekano wa Nicole kutolewa dhamana, na waliweka wazi dhamana ambayo wanaweza kumtolea mwanadada Nicole ili aweze kutoka, kwa maana kwamba awe ana kesi lakini awe ulaiani, kwa kwamba asiwe mahabusu kama hivi sasa, na waliweka wazi shilingi milioni 43 ndio dhamana ambayo unaweza ukamtolea Nicole ili aweze kuwa ulaiani. Sasa watu wa karibu wa madada Nicole, vipenzi vya Nicole bana vimebanga kumchangia madada Nicole ili aweze kutoka, maana kwamba aweze kulipa hiyo dhamana shilingi milioni 43 ili aweze kuwa ulaiani. Sasa baada ya mahakama kutoa tamko ya kwamba wanaweza kumtolea dhamana hiyo shilingi milioni 43 na watu kupanga kuchanga hiyo milioni 43, mwadada Mange Kimambi all the way from Marekani bana kama vile wamewamind wale wote ambao wana mpango wa kutaka kumchangia madada Nicole ili awe ulaiani na kuashusha matusi kupitia ukurasa wake wa Instagram bana. Mange Kimambi ameandika kusema kwamba kiukweli Tanzania kuna watu wa hovyo sana. Baada ya kuwachangia wale ambao wametapeliwa ili waweze kupata stake zao, mna mpango wa kutaka kumchangia huyu ambaye amewatapeli. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likinishangaza sana. Huyu Nicole mmesahau amekuwa akijisifia sana kutoka jamii kwamba ana manyumba na mashamba ambapo ana hela. Sasa ziko wapi hizo hela ambazo amekuwa akizitambia? Hapa ndipo ambapo mtaamini ya kwamba hii misambo ambayo amekuwa akitamba nayo kwa mtandao jamii ni misambo ambayo haina kitu, amekuwa akichezewa watu alafu baadaye hawapewi chochote. Kwa msambo alionao huyu Nicole anakosa shilingi milioni 43 benki mpaka wataka watu wamchangie. Itoshe tu kusema kwamba hiki ambacho mnataka kukifanya ni kitu cha kipumbavu, na wala haijawahi kutokea kitu cha kipumbavu ambacho mtakataka kukifanya kama hiki cha kumchangia huyu Nicole shilingi milioni 43 ili aweze kuwa ulaiani. Mumwache kwanza aweze kusotea rumande ili aweze kujutia haya yote ambayo amekuwa akiyafanya. Hebu achana na hiyo, hebu angalia pesa zile ambazo amezichanga milioni 185 amezipeleka wapi? Anakosa shilingi milioni 43 ya kuweza kulipa aweze kuwa nje. Kiukweli kama mtafanya hayo mtakuwa mmefanya kosa kubwa sana, kwa kwamba Nicole hatakiwi kuchangiwa pesa yoyote. Mumwache kwanza asotee rumande mpaka pale ambapo atakapoona kwamba hili ambalo amelifanya
ni kosa na inatakiwa apigwe miaka kabisa jela, akae jela ili iwe fundisho kwa wale wote ambao pia wana hiyo mipango ya kutaka kuchezesha hiyo michezo kwa lengo la utapeli. Na huko Tanzania bana, wanawake wengi sana huko Tanzania especially maarufu bana, ni njaa tupu, wamekuwa wakipitia au mashabiki zao waweze kujipatia kipato. Tuliona kipindi fulani hivi Nifa naye alichangisha kwa lile tukio ambalo lilitokea kipindi kile cha la maafa ya Kariakoo. Tuliona naye pia kesi yake iliendeshwa, mwisho wa siku wakaachiwa kutokana na yeye zile pesa alizirudisha. Kwa hiyo hata yeye huyu Nicole inatakiwa hizo pesa azirudishe ili aweze kuwa uraia, lakini nje na hapo mumwache endelee kusotea rumande. Nicole ambaye alizungumza Madada Mange Kimambi, lakini pia aliendelea kuwashauri baadhi ya mashabiki kusema kwamba ni heri muendelee kuwa hivyo flat, msitamani hii misambwanda. Hii misambwanda bwana haina chochote, haina pesa yoyote. Kwa msambwanda nao Nicole anakosa milioni 43 benki, hii ni aibu, lakini pia hii ni fedhea. Ni bora ubaki flat kuliko kutamani kuwa na msambwanda ambao hauna chochote. Nicole ambaye alizungumza Madada Mange Kimambi kama vile kuendelea kuwashindilia wale wote ambao wana mpango wa kumtolea dhamana Madada Nicole awe uraiani, wamwache ili aendelee kuwa huko mahabusu. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Madada Mange Kimambi aliyazungumza haya bwana. Ni jambo ambalo kikuwa kwa kitrendi na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini kesi ya Madada Nicole bana imepigwa tarehe, kwa maana kwamba siku ya jana ilisomwa, lakini katika kusomea hiyo kesi iliahirishwa na kutajwa tarehe 24 ya mwezi huu wa 3 itasomwa tena kwenye mahakama hiyo hiyo ya hakimu mkazi huko jijini Dar es Salaam maeneo ya Kinondoni, kutokana na ili shtaka ambalo lilikuwa limemkabili Madada Nicole bana la kuwatapeli mashabiki zaidi ya shilingi milioni 185 kwenye michezo maarufu kama upatu bwana. Sasa wewe mpenzi Football Media, nini ambacho unazungumza kuhusiana hili ambalo limezungumza Madada Mange Kimambi? Unaungana na Mange Kimambi kwa tusi hawa wote ambao wamekuwa wakitaka kumchangia Madada Nicole ili aweze kutoka? Unaamini kwamba kitendo cha hawa watu kutaka kumchangia pesa Nicole atoke unaweza kwamba ni kitendo cha uungwana, au ilibidi hiyo pesa ambao wanataka kumchangia Nicole ni bora angewachangia wale ambao waliotapeliwa? Drop ya comment hapo chini, nani mwenye haki ya kuchangiwa? Achangiwe dhamana Madada Nicole atoke awe uraiani, au aendelee kubaki huko mahabusu, au wachangiwe hawa ambao wametapeliwa hizo pesa na Madada huyu Nicole? Baada ya drop ya comment hapo chini kwenye comment section, tutaona video. I hope you enjoy tufikia. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive presenter for Football Media. Baki nasi for more update. Ciao.